Ijumaa nilisema njooni kuseni ardhi hapa. Njooni kuseni ardhi hapa. Ndio. Nikaja nikagusa ardhi, tukachukua mchanga kaenda kumwagia kwenye ardhi yetu usiku. Kilichotokea asubuhi yake tuliona nyoka mkubwa alikuwa anamng'ata mtoto wangu hapo kwa. Nilisema kuna kitu utaenda kuona. Ndio. Na ukaona? Tukaona nyoka alikuwa anamkimbilia mtoto wangu wa mwisho ana. Mtoto wako wa mwisho amng'ate. Kwenye hiyo nyumba ulalaki? Na lalanga kwa mama yangu, yani nimetoka kwangu nikaenda kwa mama yangu. Sasa asubuhi napiga mswaki, nilipofika hapo mlangoni nikawa nasimama, kuna mfuko iko hapo chini, mtoto anafagia nyumba kujilia. Nyoka anamkimbilia mtoto. Ile kunyanya ile mfuko, mtoto anafagia nyumba, nyoka akamkimbilia, anataka kumwambia press kimbia. Ile siku ile nimesema mkagusa ardhi. Tukaenda kugusa ardhi jioni. Ukaona kitu asubuhi? Ukaona asubuhi nyoka kamuua, nyoka mkubwa sana. Na ndio siku ile ulinitumia message Jumamosi. Ndio. Kuamkia Jumapili. Kuamkia Jumapili. Kwamba una matatizo. Ndio. Ulikuwa na shida gani? Nilikuwa naumwa na kichwa. Kichwa kinakuwaje? Inakuwa inapata moto huko mbele, saa nyingine na upande huko. Na hofu na moyo kwenda, yani roho ya mauti inanijia. Roho ya mauti inakujia. Mpaka unaogopa kuendesha pikipiki. Naogopa hata kwenda pale na mteja. Mteja niambia tu nipeleke hata kama kule Manisa, naogopa. Unaona kufa? Naona tu mauti. Unaona tu mauti. Ndio. Sasa hivi na siogopi tena. Uko unatumia pesa kama nakufa eti. Ndio. Nakufa eti. Ndio kaniambia kama unaota ndoto kama hizo, jipe moyo maana utashinda. Utashinda. Ndio. Utashinda. Na leo umeshinda. Jumapili nilipotamka hapa yametokea. Nyoka ameonekana. Na wao amani imekuja. Ujasiri unao. Sasa hivi nalala ni vizuri. Nalala vizuri. Ulikuwa unali? Ndio. Ulikuwa unapata shida gani ukilala? Yaani usiku. Yaani ndio akilala. Choma. Na wako inakuaje huwa mkilala usiku inakuaje? Tunamshukuru Mungu, tumepaua nyumba, tumeingia. Tumeingia kwenye hiyo nyumba, tulale usiku. Yaani mmepaua nyumba? Ndio. Baada ya kupaua nyumba, wanyeche wakachungulia. Ndio. Wakapiga na ramli. Ndio. Tumeingia kwenye hiyo nyumba, hatuna usingizi. Hauna usingizi? Ndio. Kwa hiyo sio huyu tu. Hata wewe ulala. Hata mimi. Kwa unafanyaje sasa usiku? Unalala, unasikia maumivu kila mahali, ukiamka asubuhi una amani. Yaani ikipaki kucha ndio usingizi inakuja. Usiku amlali. Hatulali. Kwa hiyo ikifika usiku ni kama pamekucha. Ndio. Na kesha. Tunakesha. Jumapili nilipoombea nikasema useni ardhi. Ndio. Alikuja nyumbani. Ndio. Usiku amelala. Usiku tulilala vizuri mpaka nikamwambia hivi. Asubuhi nikamkaa nikamwambia hivi, mbona leo tumelala vizuri? Nilikuwa nimejisikia vibaya, akaniambia hapana. Yaani mpaka mnashangaa. Ndio. Nilipotamka Jumapili tu. Ndio. Na sasa hivi hamna maumivu ya kichwa. Hamna maumivu ya kichwa. Hamna sasa hivi maumivu ya kichwa nimepona. Kabisa. Kabisa. Jamani, mbona nitumia message naomba uje nyumbani baba. Naomba uje uombe kwenye nyumba. Nikakwambia aje siji. Ndio wewe. Njoo wapi? Njoo ibadani. Alafu nimetoka niambia kuna watu wanaenda kumshukuru Mungu. Nikamwambia wewe kama unaona kawashukuru na wale watu utaondoka. Lakini kama unataka kupona njoo wapi? Akaniambia nakuja kanisani. Kula roho yangu kuliko nini? Kuliko na kushukuru. Amepona hajapona. Amepona Bwana hajapona Bwana. Hata wewe nyumbani kwako amani katokee. Narudi amani katokee. Narudi adui zako wapigwe upofu wachanganyikiwe. Narudi ya milango imefunguka kwako tangu leo. Na Bwana atafanya. Vipi ziwa limepona? Ndio baba, uliponiombea siku ile hapa nimelala vizuri. Ziwa ilikuwaje? Ungapo unakumbuka siku nilisema kuna watu wana shida ya ziwa. Ungapo unakumbuka? Ulikuwa na shida gani kwenye ziwa? Maziwa yangu yalikuwa tu yana damu yenyewe. Inakuwa kama kuna wadudu wananing'ata. Kwenye ziwa? Ndani ya ziwa. Ndio. Na kuna wakati inanyonywa? Kuna wakati kabisa nasikia kama inanyonywa. Sasa namwambia mbona leo nasikia maumivu kama mtu ananinyonya? Wananiambia sijui omba na ukienda maombi uwe na imani. Ndio. Kwa siku nilipoita watu, nilipoonyeshwa shida ya watu wanaobeba matatizo kwenye maziwa, ukanitokeza. Tangu siku ile nini kinachoendelea kwenye mwili wako? Mimi nimepona. Hausikii tena hilo tatizo. Kupitia ushuhuda huu kuna mtu anapona. Kupitia ushuhuda huu kuna mtu anavushwa. Kupitia ushuhuda huu kuna mtu nyumbani kwake jambo la baraka linatokea.
Kuna mtu ardhi yake inawaka moto, nyoka waliokaa watatoka. Ardhi yako kuna jambo la baraka litatokea. Wewe fuata maelekezo ya madhabahu. Kuna kitu kitafanya hivi. Nani anatenda haya? Yesu. Sema Yesu. Yesu. Natamka Bwana wabariki, mkazidi kuwa juu ya maadili zenu, na kuanzia leo hii haijalisha nyumbani. Damu ya Yesu ikawe pamoja na